tunataka watu watimize wajibu. Kuna lawama zingine zinapelekwa serikalini kwa ajili ya wavivu tu wachache. Hatuwezi tukakubaliana hivi. Kuna lawama zingine zinapelekwa mpaka kwa rais kwa sababu ya wavivu wachache tu hivi. Hatuwezi tukakubali hivyo. Ndio. Hiyo haikubaliki. Kila mmoja ambaye ana jukumu lake inabidi atimize wajibu wake. Watu kuzoea matatizo ya wengine, watu kuzoea kero za watu. Anaelezewa kero, mwenye kero analia, halali, machozi yameshamkaukia, anafikisha kero kwenye ofisi ya umma. Wale wanapokea kama salamu tu. Nimepita na naendelea kufuatilia kila nilichoelekeza. Nashukuru Kilimanjaro nilikopita nikakuta nini ile ya KNCU pamoja na bodi ya kahawa wanawazungusha wakulima fedha yao zaidi ya milioni 400 tangu miaka 5 sijui imepita. Watu wamewatia umaskini, mazao wameyachukua, wanazunguka tu, zingilia huku pitia huku, ingilia huku pitia huku, kwamba hata na mimi nimefika wakataka wanipige Kiswahili hivyo hivyo. Tunakaa tutafanya mwaka ujao. Niliwaambia ndani ya wiki moja niwe nimeshajua mnawalipaje hawa watu. Msipowalipa niwaambia nauza mali zenu tuwalipe. Hawawezi wanyonge akawa analia nyewe mnatembea kwenye magari. Nampongeza mkuu wa mkoa na wale nimepewa taarifa. Hii wiki moja hii kati ya AMCOS 12 mpaka wiki iliyopita walishalipa 8, zilikuwa bado 4. Na hizo 4 zilizosalia wamalizie. Hatuwezi tukawa na mazoea ya watu wanalia tunaona wanaimba. Haiwezekani. Nilipita pale kwenye wilaya moja, fundi mpaka ndoa yake imeharibika, mpaka akauza mifugo yake. Amejenga vyoo vya shule ya serikali, anadai milioni 2, miaka 5. Kupuza tu. Wewe ukaniambia kuna halmashauri inaweza kushindwa kulipa milioni 2 miaka 5. Kupuza tu. Kupuza tu. Kwamba mtu analia wao wanaona anaimba. Kwa maana niliwaambia hii sisubiri hela ya serikali ili muone uchungu, gawaneni kutoka hela ya mfukoni mwenu sasa hivi. Mlipe. Wakalipa muda ule ule. Nilisema hii sisubiri mkatafuta serikali, lipeni muda huu. Mama lishe analisha mafundi, mama lishe analisha mafundi. Mkurugenzi wa Kiteto nilisema tunavyoenda majumuisho mwe mmeshamlipa yule mama. 700,000 ya mama mnyonge mjane mnakaa nayo miaka 5, 700,000. Halmashauri, kwamba halmashauri inaweza ikakosa 700,000 kwa miaka 5. Kama sio kupuza ni nini? Mkandarasi unalipwa halafu mafundi wako unawaweka miaka 5 hujawalipa. Haya mambo ya kupuza. Huku ni kupuza. Kwamba wewe umeshalipwa na serikali, halafu unadunda tu na hela na ni kawaida tu, mbabe nani ya kufanya nini? Sasa wakuwafanya nini nimeshapatikana. Wewe ole wako, ondoka na hela ya mnyonge.
Wengine wanadhani ni ziara, kwamba si atapita, ni ziara. Nitataka kila mwezi, kila mwisho wa mwezi, wiki ya mwisho wa mwezi, nipate jedwali. Kila mtendaji wa kijiji, mwenyekiti wa kijiji, mtendaji wa kata, wa tarafa, mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, kwenye kila hilo eneo lao walitatua kero zipi na zipi zilishindika, kwa jedwali. Ndio. Ulisikiliza kero ipi na ipi imetatuliwa? Huu utaratibu wa kulimbikiza, tunalimbikiza kero za watu kama serikali haipo. Hii haiwezekani. Kulimbikiza matatizo yanarundikana kama serikali haipo. Hata yanayowezekana, tumetengeneza utaratibu ndani ya nchi kuwa na uongozi kila eneo kwa ajili ya kuwarahisishia wananchi kupata ufumbuzi wa matatizo yao. Hatukutengeneza maofisi mengi ili tugawane vyeo. Ndio. Na mimi niwaambieni watu wote mlioko ofisini, nitakapoanza kufuatilia hizi taarifa ndo nitajua nani anaweza, nani anastahili kukaa ofisini.